ni kutokana na ufinyu wa muda wa maandalizi. Miaka ya nyuma huko mnapata at least wiki 5, wiki 6 mpaka wiki 7 za kufanya maandalizi kwa maana ya pre-season. Lakini mwaka huu imekuwa ni tofauti kidogo, muda kamebana kweli kweli. Kwa hiyo tukaona acha tuyatumie mashindano haya ya Kagame kama sehemu ya maandalizi yetu kuelekea katika ligi ya msimu ujao. Kwa hiyo kupitia Kagame hii tunafanya pre-season, huko tunashiriki mashindano kwa ajili ya kuboost fitness ya wachezaji wetu pamoja na kuongeza ubora wa wachezaji wetu. Sababu hata ukienda pre-season itakulazimu upate mechi za kirafiki kwa ajili ya kucheza. Sasa kuliko kucheza mechi ya kirafiki, tukasema kwa kuwa muda ni mdogo sana, hebu tupate competitive match ili wachezaji wetu waweze kurise standard zao, kwa sababu muda wa maandalizi ni mfupi, tuje tuamkie kwenye ligi na baada hapo mashindano mengine yaendelee. Kikosi kinasafiri mchana wa leo kuelekea Rwanda. Tutaondoka na wachezaji 20 na benchi la ufundi lote. Katika hawa wachezaji 20, Anicet Oura yuko ndani yake, Innocent Loemba yuko ndani yake, Mwamba Lusaka yuko ndani yake, wachezaji wetu wapya 3 ambao tumwatambulisha wako ndani yake, Shomari Salum Kapombe pamoja na Duchu yuko ndani yake, Nina Mnango Kasali pamoja na Abel Huseni wako ndani yake. Maana yake ni kwamba tunatimiza idadi ya wachezaji 20 ambao wanasafiri leo kuelekea Rwanda kwenda kwenye pre-season pamoja na Kagame. Mchezaji Eli Mpanzu yeye ataunganisha moja kwa moja Rwanda, ndivyo ambavyo ameomba hivyo na sisi tukamruhusu, kwa sababu kutoka Kongo kwenda Rwanda ni karibu zaidi. Kwa hiyo hakukuwa na sababu ya yeye kuja huku alafu akaunganisha na timu kwenda Rwanda. Kwa hiyo Mpanzu yeye moja kwa moja atatoka Kongo na kwenda Rwanda. Siku ya kesho atajiunga na wenzie. Libase Geye anataraji kuwasili nchini hapa Tanzania siku ya kesho, na akifika ataungana na kundi jengine la wachezaji wasiopungua 5-6 ambao wataondoka tarehe 24 kuelekea Rwanda kwenda kujiunga na wenzao. Hao wachezaji wengine ambao wataondoka na Libase ni pamoja na wachezaji wapya wa Simba Sports Club ambao tutawatambulisha hapa katikati kabla ya kufika tarehe 24. Kwa hiyo hadi kufika tarehe 24 ama 25 tukiwa pale Kigali Rwanda, timu yetu yote itakuwa imeshakamilika full mkoko, kuanzia kwenye benchi la ufundi kuja kwenye wachezaji wote, kwa maana wale wa zamani wale wapya wote watakuwa wameshakamilika. Tunaanza pre-season, tunaanza ushiriki wetu kikamilifu wa michuano ya Kagame. Kumekuwa kuna maneno mengi, Libasi anauzwa, Anicet Oura amepata ofa, Loemba anaondoka, sijui nani amerudi tena. Niwahakikishie wana Simba, nikiwa hapa nimevaa suti ya bei kali, ya kwamba hakuna mchezaji hata mmoja ambaye anaondoka ndani ya timu yetu msimu huu, aidha kwa kumaliza mkataba ama kwa kuuzwa. Libase Geye bado yupo sana akiendelea kutumikia mkataba wake. Anicet Oura bado yuko sana akiendelea kutumikia mkataba wake. Ino Jospin Loemba bado yupo sana akiendelea kutumikia mkataba wake, na yeyote bora ambaye unamfahamu bado yupo sana Simba Sports Club akiendelea kutumikia mkataba wake. Na taarifa njema ambayo ningependa kuwajulisha wana Simba asubuhi ya leo ni kwamba tumefanikiwa kumuongezea mkataba mwingine mshambuliaji wetu kinara Selemani Mwalimu, ambapo sasa ataendelea kusalia Simba Sports Club kwa mkopo akitokea Wydad Casablanca. Vita ilikuwa ni kubwa kweli kweli. Wapo watu walifunga safari kutoka Tanzania wakaenda Morocco, wakaenda kuwashawishi watu wa Wydad, jamani tupeni sisi huyo mchezaji kwa mkopo, tunamtaka sisi kwa mkopo. Maneno yakawa mengi, najua sisi mabingwa, najua sisi sijui vilabu Afrika. Walichokifanya wale wa Morocco, wakachukua kompyuta yao
wakauliza hey, timu yenu timu gani? Sio inaanzia na Y, wakaingiza pale wa wakabonyeza enter. Kubonyeza enter ikaja taarifa pale ndio klabu inayoongoza kwa madeni Afrika. Kwa hiyo Wydad wakawaambia hatuwezi kuwapa huyu mchezaji sababu nyinyi klabu yenu inaongoza kuwa na madeni barani Afrika. Kwa hiyo wakawa wamemkosa Selemani Mwalimu kwa namna hiyo, na Selemani Mwalimu akachagua kubaki Simba na Wydad wakachagua kumwacha Selemani Mwalimu Simba kwa sababu anapata kila anachostahili kuanzia muda wa kucheza, mafunzo mazuri ya kimpira na maelekezo pamoja na maslahi makubwa, na wakafikia tamati ya kwamba anatakiwa kubaki kunako klabu ya Simba Sports Club. Kwa hiyo kwenye upande huo wa usajili na wachezaji tuko ready kweli kweli, kila kitu kimekaa mahala pake. Wana Simba msiwe na wasiwasi, hakuna anayeondoka unyamani. Ambaye anaondoka tayari taarifa zake tumeshaweka wazi. Tukitoka hapo, ndugu zangu ni wana Simba, leo hii ikiwa ni tarehe 22 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, tunatangaza tarehe rasmi ya tamasha letu la Simba Day sanjari na uwanja ambao utakwenda kufanyika tamasha letu. Tamasha letu la Simba Day ama Simba Day kwa mwaka huu wa 2026 itakwenda kufanyika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 na itafanyika katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam. Baada ya miaka mingi kupita, tamasha likiwa limeanzia kwenye uwanja huo miaka 18 iliyopita, na sasa tamasha linarejea tena kwenye uwanja Uhuru, uwanja ambao ndio ulioasisi tamasha letu la Simba Day. Kutokana na ukubwa na hadhi na umaarufu wa tamasha letu duniani, tunatamani, tungependa na inapaswa kwa hivyo tamasha hili kufanyika katika uwanja Benjamin Mkapa. Lakini sote tunafahamu ya kwamba uwanja Benjamin Mkapa upo katika marekebisho na matengenezo. Under so circumstance, sehemu pekee ambayo inasalia yenye hadhi ya kufanyia tamasha letu hili ni uwanja wa Uhuru. Hivyo basi, wanasimba kuanzia hivi sasa wanapaswa kufahamu na kuelewa ya kwamba tamasha lao pendwa litafanyika katika uwanja wa Uhuru. Tayari tumeshafanya ukaguzi katika uwanja huo, tumeshapokea maelekezo kutoka kwa viongozi wanaomiliki uwanja huo ya kwamba uwanja wa Uhuru unakidhi kabisa kufanyika kwa tamasha letu la Simba Day. Tamasha letu la Simba Day mwaka huu litatumika vile vile kuadhimisha miaka 90 ya Simba Sports Club. Tangu kuanzishwa kwake Simba Sports Club mwaka huu wa 2027 mnyama anatimiza miaka 90. Kwa hiyo haitakuwa tu tamasha la kawaida, lakini litakuwa tamasha ambalo linabeba ujumbe halisi wa miaka 90. Tamasha la kuonesha changamoto, la kuonesha mapito na kuonesha mafanikio, lakini kubwa kabisa kuonesha mwelekeo wapi Simba inapoelekea baada ya kufikisha miaka 90, lakini kumshukuru Mwenyezi Mungu vile vile kwa kufikisha miaka 90. Viko vilabu vingi ambavyo tulizaliwa wakati mmoja, lakini vingi vimesha taga. Simba Sports Club bado iko hapo. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kufikisha miaka 90. Kuelekea kwenye Simba Day yetu, utaratibu ni ule ule na haya ni maagizo. Kila mkoa wanawajibika kufanya Simba Day yao kimkoa, kiwilaya, kimatawi, mnajikusanya kwa pamoja, mnaadhimisha tamasha hili. Lakini sio tarehe 8 ya mwezi wa 8. Tarehe 8 ya mwezi wa 8 ni siku ya Simba Day kuu. Hakuna Simba Day nyingine kufanyika huko mitaani. Simba Day inapaswa kila mkoa unapaswa kutengeneza ama kuchagua tarehe yake ya kuadhimisha Simba Day, ambayo itaenda sambamba na kufanya matukio ama shughuli mbalimbali za kijamii kwa ajili ya kurejesha kwa jamii.
Tayari iko mikoa ambayo nimeshapata taarifa zao, wenyewe watafanya Simba Day yao katika sehemu mbalimbali. Kwa mfano Morogoro, wenyewe Simba Day kimkoa wanakwenda wanaifanya tarehe 2 ya mwezi wa 8, wanakwenda kuifanyia Ifakara, na wengine vile vile wanaendelea kujiorganize ili wafanye tamasha la Simba Day kimkoa katika maeneo yao. Kwa hiyo kila mkoa unawajibika kufanya tukio hili katika eneo lao na kufanya matukio ya kijamii. Kila mkoa, kila wilaya wanapaswa kuchangia damu. Haya ni maelekezo. Wanapaswa kuchangia damu ili tuisupport damu, mpango wa taifa wa damu salama, kwa kuwa damu ni mahitaji ya umuhimu kwa binadamu. Lakini kutoa misaada kwa watoto yatima, na kama haitoshi kuwasaidia wajane na wazee, na kutoa misaada hospitalini. Kwa hiyo haya ni maagizo ambayo viongozi wa Simba mikoa wanapaswa kuyabeba na kuyafikisha kwenye matawi yao. Kila mkoa ufanya shughuli kama hii. Lakini tunapokuwa kwenye msimu wa Simba Day, tunawajibika kuyaboresha matawi yetu, kuyafanyia usafi matawi yetu, kuyapaka rangi upya matawi yetu, kubadilisha bendera ambazo zimechakaa, zimechoka, tunazibadilisha. Huu ndio msimu wa kuyapendezesha matawi yetu. Matawi ya Simba hawezi kufanana kama na kibanda cha mkaa. Tawi la Simba linapaswa kuwa ng'ari. Bendera ya Simba inapaswa kuwa nyekundu kwa rangi yake. Sio nakuta kwenye tawi bendera imechoka, imechakaa, imechanika. Hiyo sio standard ya Simba Sports Club. Hiyo sio hadhi ya Simba Sports Club. Hadhi ya Simba ni umaridadi, ni usmati, na hivyo kila tawi linapaswa kujiboresha, kupaka rangi tawi, kuboresha shina lao, kuboresha ofisi yao, pamoja na kubadilisha bendera za tawi ili matawi yawe yana muonekano mzuri wa kupendeza, na hiyo ndiyo standard ya Simba Sports Club. Kuelekea kwenye Simba Day, tumekuwa na utamaduni wa uzinduzi wa wiki ya Simba. Introduce mfumo huu na ukaonekana kuwa na tija kubwa. Msimu wa mwaka ule tukafanya uzinduzi wa wiki ya Simba Mbagala. Ilikuwa ni unyama sana. Watu wa Mbagala wanakumbuka kile ambacho kilitokea pale. Ilikuwa ni kufuru na hatari ya kiwango cha juu kweli kweli. Msimu ukaofuatia tukaenda kufanya uzinduzi wa wiki ya Simba Mbagala Buza, na yenyewe ilikuwa ni unyama wa hali ya juu kweli kweli. Mwaka uliofuata tukatoka nje Dar es Salaam tukaenda kufanyia Morogoro, na yenyewe ilikuwa ni hatari mno. Watu wakapanda SGR, ilikuwa ni safi kweli kweli. Tukatoka hapo tukaunganisha hadi Mikumi. Msimu wa mwaka jana tukaenda Iringa katika wilaya ya Mafinga, kila mmoja nakumbuka, ilikuwa ni amazing kweli kweli. Dhamira ya kuitoa Simba Day na kwenda kufanyia mikoani ni kutanua wigo wa Simba, kuwakutanisha wana Simba pamoja, lakini kuamsha yale maeneo ambayo yanaonekana yamepwaya, na yale maeneo ambayo yanaamsha tunakwenda kuyaongezea nguvu. Ndiyo maana tunaamua kwenda nje ya Dar es Salaam kwa ajili ya kufanya uzinduzi wa wiki ya Simba. Sasa mwaka huu kwa kipekee kabisa tunakwenda kufanya uzinduzi wa wiki ya Simba katika hifadhi ya Ngorongoro iliyopo wilaya ya Karatu mkoani Arusha. Mwanzoni tulitangaza tarehe 25 kuwa ndio uzinduzi wa wiki ya Simba, lakini niko hapa kuwatangazia ndugu zangu waandishi wa habari pamoja na wanasimba kwa ujumla ya kwamba uzinduzi wa wiki ya Simba sasa umebadilika kutoka tarehe 25 ya awali kwenda tarehe 1 ya mwezi wa 8, na siku ya safari kutoka tarehe 24 kwenda tarehe 31 ya mwezi huu wa 7. Ndugu zangu wana Simba, kwa nini tunakwenda Ngorongoro? Sababu ya kwanza ni hiyo, kuitoa Simba Day nje ya mkoa wa Dar es Salaam, kuendelea kutanua wigo wa Simba Day. Kila mmoja ajihisi ni mmiliki wa Simba Day, kila mmoja ahusike kwa namna moja ama nyingine kwenye Simba Day. Ndio maana tunakwenda maeneo mbalimbali, na safari hii tunakwenda Ngorongoro. Lakini kwa upekee kabisa Ngorongoro ni sehemu la kipekee kabisa duniani.
ni sehemu la kihistoria, ni sehemu ya maajabu, ni sehemu ambayo haifanani na sehemu yoyote ile duniani. Yaani huwezi kwenda Ngorongoro alafu kasema hapa Ngorongoro panafanana na sehemu fulani niliwahi kwenda. Kila ambacho nakiona Ngorongoro ni cha kipekee, hakifanani na sehemu nyingine yoyote ile ndani ya dunia hii. Kwa hiyo sehemu kama hiyo imetuvutia sisi na kusema acha twende tukafanya uzinduzi wa wiki ya Simba hapo. Tunaamini ule upekee wa Ngorongoro unaifanya uzinduzi wa wiki ya Simba wa safari hii na wenyewe kuwa wa kipekee, lakini ni kwenye ubunifu. Tumeshafanya Simba Day sokoni, tumeshafanya stendi, tumeshafanya barabarani. Sasa safari hii tunakwenda kufanya ndani ya hifadhi ya Ngorongoro, chini kwenye kreta. Kama mnafahamu kreta, nyote mmepita kidogo skuli, mnaifahamu kreta. Kreta ni shimo ambalo linatokea baada ya mlima kuzama wa volkano na kuacha shimo kubwa. Sasa hilo shimo la namna hiyo lipo bwana, mbona taa yako nazimika na nikata sana bwana Ona sasa Sike jipangeni mkisikia kuna press ya Simba taa haiwezi kuwa shilingi 3200, lazima itazimika. Kwa hiyo ni eneo la kipekee sana, ni urithi wa dunia, ni eneo la urithi wa kitamaduni, ni eneo ambalo ukitazama tu lile shimo peke yake ni jambo la kipekee, lakini maajabu ambayo yako chini kule Ngorongoro ndio kuna upekee wa hali ya juu mno. Tukasema kutokana na upekee na uspecial wa klabu ya Simba tunastahili kwenda kufanya uzinduzi wa wiki yetu ya Simba Day kwenye eneo pekee kabisa, exclusivity la Ngorongoro. Baada ya kujiridhisha hilo, tukasema acheni tukafanye uzinduzi wa wiki ya Simba katika eneo hili la hifadhi ya Ngorongoro. Kila mmoja baada ya kusikia hili kuna namna ambavyo amesisimka, kuna namna ambavyo amepata hamu ya kushiriki tukio hilo. Sasa hiyo hamu yako uliyokuwa nayo ndio sisi tunayoitaka twende nayo Ngorongoro, na wewe uende ukashuhudie kwanza maajabu ya Ngorongoro, lakini maajabu ya Simba kwenda Ngorongoro, lakini maajabu ambayo yanakwenda kufanyika katika uzinduzi huu wa wiki ya Simba. Ndugu zangu waandishi wa habari, ndugu zangu wana Simba Sports, hili ni tukio la kihistoria sana, haitakuja kujirudia kwa miaka hivi karibuni, na of course lazima ushangilie timu ambayo inakufungulia dunia, inakupa nafasi ya kwenda sehemu ambazo hakuna timu nyingine inaweza kukupeleka, ama inakupa nafasi ya kwenda sehemu ambazo ulikuwa unatamani kwenda kufika, ama inakupa nafasi ya kwenda sehemu ambayo ina mvuto wa hali ya juu. Hii leo ukiingia kreta ya Ngorongoro, ukitoka, yani kila mtu huku uraiani unamuona wa kawaida sana, kwa sababu umefanikiwa kuingia Ngorongoro. Sio kila mtu anaingia Ngorongoro, ni mpaka uwe dedicated ama uwe shabiki wa Simba Sports Club. Ndio maana tukasema safari hii, wanangu wa Simba, twendeni tukafanye uzinduzi wa wiki ya Simba huko Ngorongoro. Ndugu zanguni, naweza msinielewe sana, lakini tukienda Ngorongoro mtanielewa kwa nini Simba tumechagua huko. Lakini wacha niwapitishe maajabu machache sana ambayo hata wewe utaona kweli Simba amefanya jambo la maana kwenda Ngorongoro, na wewe utashawishika kuungana nasi kwenda kwenye uzinduzi wa wiki ya Simba. Ngorongoro ni kivutio cha maajabu sana chenye wanyama wengi kweli kweli, sanjari na simba wengi kweli kweli. Ndio eneo pekee ambalo lina mkusanyiko mkubwa wa